Wapendwa, nichukue nafasi tena niwasalimia mjambo. Tunamshukuru Mola kwa sababu ya siku hii. Kwa hakika imekuwa muda tangu niweze kushiriki na kanisa la Nairobi, na ilikuwa ni pale Gashie. Tangu wakati huo nafikiria miaka imepita, na sasa tuko hapa sehemu ya Ngong. Nimekuwa nikisikia kwa muda kwamba Ngong kuna kanisa, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha siku hii kuweza kuhudhuria pamoja nanyi. Si kwa kuhudhuria tu, bali tena neema zake Mungu kuniruhusu kwamba niwe chombo ili habari yake iweze kutufikia katika siku ya leo. Mstari ambao ningependa tuweze kuangalia kama mstari wa kufungulia somo letu unapatikana katika kitabu cha Ufunuo 7, Revelation chapter 7 verses 1, 2 and 3. Nasema hivi. Baada ya hayo malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi. Wakaonekana malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizuia pepo nne za nchi. Hawa malaika wanazuilia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, upepo wote usifume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote, wala juu ya mtu wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua. Akaona tena malaika mwingine akipaa kutoka katika mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Huyu malaika ako na muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kuwapigia kelele wale malaika wanne ambao walikuwa wamezuilia pepo nne kutofuma katika dunia, akisema, anasema hivi: msidhuru nchi, msidhuru nchi, wala bahari, wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Na kazi yake ya pili anasema ni kuwatia muhuri watu wake Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo jambo kuu ambalo lilikuwa linangojelewa kufanyika hapa ni jambo la kutia watu wa Mungu muhuri, the seal of God's people, kutiwa muhuri kwa watu wa Mungu. Hili tukio likiisha, kisha hapo ndipo zile pepo nne zitaachiliwa ili dunia hii iweze kuingia katika nyakati za dhiki kuu inayosemekana na Danieli katika kitabu cha Danieli 12 mstari wake ni wa kwanza. Nasema namna gani? Amina. Danieli 12:1 inasema hivi. Inasema wakati huo Mikaeli akasimama. Mikaeli atafanya nini? Atasimama. Jemedari mkuu, yule ambaye ni jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wake, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake. Atakaposimama tunaambiwa kwamba kutakuwa na taabu. Mfano wake haukuwapo. Mfano wa taabu hiyo, mfano wa dhiki hiyo halikuwapo tangu lilipoanza kuumbwa taifa. Haujaionekana tangu ulipoumbwa nini? Ni kwamba watu wa Mungu, ni wakati tofaa kufahamu kwamba dhiki kuu inatugoja na si mbali. We are almost there. Dhiki kuu ambayo haijawahi kushuhudiwa katika dunia tangu uumbaji. Mapigo 7 ya Mungu yamekaribia kuajiriwa kuweza kugonganisha dunia yetu, hata pale hakutabaki uhai wowote katika nchi. Kila ambacho kitakuweka upate kuwa umenusurika ni kupokea muhuri wa nani? Wa Mungu aliye hai. Na muhuri huu, wale ambao watakaoupokea ni wale tu ambao Biblia inawataja kwamba ni wale ambao watakuwa wameshika amri za Mungu na ushuhuda wa nani? Wa Yesu Kristo. Maana katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari
mstari wa 12, tunaona Biblia ikituambia kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao washishikao amri za Mungu na ushuhuda wa nani? Wa Yesu Kristo. Sijui kama wewe na mimi tumetiwa muhuri wa Mungu, lakini nataka nikwambie kama tungekuwa tumetiwa muhuri, basi kuna kitu kingeonekana. Heaven is waiting just for a few members of the God Church to be saved. Are we together? The Spirit of Prophecy inaniambia inangoja watu 5 tu watiwe muhuri, kisha hii dunia iweze kuwa tena upside down. Wakati wa mitume ilikuwa ni wanaume 12 wakaipiga dunia kwa kupeleka ujumbe wa habari ya kuja kwa Yesu. Lakini siku hizi za mwisho kuna ngojelewa watu 5 tu, na dunia hii itaweza kuonekana kweli imewaka. Yesu anasema katika kitabu cha Luka 12 mstari wake wa 49. Luke chapter 12 verses 49. Yesu anasema 12 verses 49. 12:49 nasema nimekuja kutupa moto duniani. Yesu anasema amekuja kutupa moto duniani. Ikiwa umekwisha washwa, na kama huu moto ungewaka, ni nini litakalo zaidi? Ni nini angehitaji zaidi? Yesu anahitaji moto iwake duniani. Lakini ni kwa watu wa Mungu bado wanasema tunahitaji utulivu kwa muda kidogo. Tunahitaji utulivu. We need peace. Tunahitaji kuwe na amani kwa muda. Angalau tuweze kufanya ABCD. I don't know your list of things you want to do before you will allow heaven to do its work of finishing the story of this world. Dunia hii historia yake inafaa kufungwa. Wale ambao wanahitaji kufunga historia hii ni wewe na mimi. Wakati ambapo tutakapogeuka kumwangalia Kristo kwa moyo wetu wote. Kumbuka hiyo hata ndio amri ya kwanza. Yesu anasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na nguvu zako zote na akili yako yote. That hatujafikia. Hilo hatujafikia. But I'm told kwamba siku zinaendelea kukimbia zaidi. Kila kuchao, we are nearing that time of the end. We are nearing the day of Jesus Christ to be seen in the clouds. Each and every day, as we move, vile tunaendelea kusonga, kukikuja, wewe jua tu masaa fulani imeisha, tunakaribia mwisho wa siku hiyo. Tunakaribia kuja kwa Yesu Kristo. Je, swali kuu, umetiwa muhuri wa Mungu? Have you been sealed? Highlightings, page 64. Highlighting 64. Paragraph 1. Nasema, in a view given, June 7, 1950, my accompanying angel said, time is almost finished. Time is almost finished. Do you reflect the lovely image of Jesus as you should? Muda umekaribia kuisha. Swali kubwa ni je, do you reflect the lovely image of who? Of Jesus Christ. Je, umefikia mahali watu wakikuona wanasema Yesu amepita hapa? Halo. Umefikia hapo kweli? Mahali unaweza pita mahali watu wasema pana, yule Yesu tunisikia mhubiri, leo tumeona akifanya nini? Akipita. Time is almost finishing. Je, do you reflect the lovely image of Jesus Christ? Watu wakiniangalia, watu wanaponitazama, je, Yesu anaonekana ndani yangu?
Wale ambao watatiwa muhuri wa Mungu ni wale ambao tabia zao zimefanana na tabia za nani? Za Yesu Kristo. Ni wale ambao kwa hakika watakuwa wanasema amina na uje Bwana wetu Yesu Kristo. Malaika anatangaza kumekaribia kurudi kwa Yesu Kristo. How many are ready to say karibu na uje Yesu? Kumbuka Biblia inasema kwamba kuja kwake kumekaribia na ujira wake mkononi mwake kumlipa kila mtu sawasawa na matendo yako. Matendo yako ni yako. Kwa kweli, je, umefuata nyayo za Yesu Kristo siku baada ya nyingine? Hatua ya kwanza, Yesu Kristo ambaye tunaambiwa alikuwa yu namna ya nani? Ya Mungu. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kujikana, ni kujinyima, ni kuacha ule utukufu ambao alikuwa pamoja na Baba. Akasema sasa mimi Baba, sasa baki na utukufu wako. Mimi naenda. Alikuja duniani akazaliwa kama kachitoto kama mwanadamu. Akakuwa kama mwanadamu. Akadharauliwa kama mwanadamu tena kwa sababu alitoka katika familia maskini. Akaendelea kukua kila siku akifuata njia na maneno ya baba yake. Alipofika miaka 12 tayari Yesu alikuwa amesimamisha imani ambayo ingeweza kumwokoa, akasimama. Sisi bado sijui tumefika miaka mingapi, lakini bado tunasema tutakomaa. Kumaanisha kuna mambo ambayo yamechukua macho wa attention. Sasa kuna mambo yamechukua muda wetu mwingi, na hivyo mambo ya mbingu hayachukua nafasi ya kwanza. The first place should be the heavenly things. Tunaambiwa kwamba wale ambao katika leseni yetu tumesoma kwamba wale ambao wamebatizwa wanafaa kuenenda katika upya wa maisha, wa upya wa uzima. Upya wa uzima tunaambiwa kwamba ni wamfaa Yesu Kristo, ni wachukue tabia za Yesu Kristo, ni watembee kama Yesu Kristo alivyotembea. Je, tumefikia pale? Or are we still in our comfort zone? Tuko bado katika hali ya kutulizwa. Yesu anatuita asubuhi ya leo ama mchana wa leo tuweze kuamua kutembea jinsi na namna ambavyo alivyotembea, ili tuweze kuitwa Wakristo. Ni jambo la ajabu kwamba wanafunzi wa Yesu Kristo ilikirudi kupita hawakuwa wamefanana Yesu wakiwa bado duniani, japo kwa kiasi walikuwa wameanza kufanana Yesu Kristo. Lakini kumbuka, Yesu anamwambia Petro, utakapofanya nini? Utakapookoka usaidie na wengine. 3.5 years Peter had not received Jesus Christ in his heart enough to help his brothers. Mpaka inabidi anamkataa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wake. Hiyo ni baada ya kuonywa. Imagine, ameonywa wewe. Yes, Peter anasema mimi hata wakienda wote mimi sitafanya nini? Sitakuacha, nitakufa na wewe. Na kweli alikuwa serious. Alikuwa serious. Peter was serious. He was to die with Jesus Christ. Lakini anafika mahali anaanza kufuta nyuma pole pole. Step ya kwanza anauliza, si wewe ulikuwa pamoja na yule? Hapana. Si wewe hata kutembea kwako hata kuongea kwako. Lakini kumbuka kwamba Peter alimkataa Yesu mara ngapi? Alikuwa amekosa jambo moja. Peter hakuwa mtu wa maombi. Maana Yesu anapoenda kuomba Getsemani ili kupata nguvu kusimama na kupokea yale mateso ya mwisho, Petero alikuwa katika uzingizi. Na hivi ndivyo ilivyo hata Wakristo wa siku za mwisho.
wakati ambapo tunahitaji kuomba zaidi na kufunga ili tuweze kupokea nguvu za kutuwezesha kusimama, bado tuko katika hali ya kulala na usingizi mwingi. Yesu alikwenda kwao mara ya kwanza, akauliza, namna gani bwana, mwezi kuomba pamoja nami hata risali moja hamwezi? Wanajaribu kuomba, lakini bado wanajipata wanaenda katika uzinge. Mara ya tatu aliwaambia namna gani? Laleni sasa. Sasa laleni. Muda umefika, nyinyi fanya nini? Usingizi unaweza ingia wakati umesikia muda umefika. Ndugu yangu, usingizi unaweza kuwa. Nakwambia watu wengi watakuja kuwa kama vile wanafunzi. Tutashikwa unawares bila ya kutarajia. Ghafla tu. What is happening in this world today ni ishara tosha kutuonyesha kwamba Kristo amekaribia kurudi. Vita kati ya mataifa duniani ambavyo vinavyoendelea kwa sasa, vita vya mabomu, watu wanakufa, ni ishara tosha kutuambia kwamba Yesu amekaribia kurudi. Have you been sealed? Do you reflect the lovely image of Jesus Christ? Ni swali ambalo unafaa kujiuliza. Kumbuka, baada ya hili vita, mimi najua baada ya hili vita, maana vita, historia imekuwa ikifundisha kwamba baada ya vita kutendeka, kuna tukio linafanyika. Vita vya kwanza vilitendeka, dunia iliweza kuambia, viongozi waliambiana, sasa ni vizuri tuweze kuja pamoja, tukatengeneza ile umoja wa mataifa ili kuzuia vita tena vizuke dunia. Ilikuwa ni uongo tu wa Shetani kuleta mataifa yote pamoja, kuweka mikakati ili akigojelea kupitisha kingine. Kwa sababu ya uoga na kwa sababu ya vifo vingi vilivyoshuhudiwa katika vita vya kwanza vya dunia, walipitisha hicho mara moja, combinations zikaundwa, safari ikaanza. Kumbe Shetani hakutosheka na damu iliyomwagika. Watu zaidi ya milioni 20 walikufa. Tena vita vya pili vya dunia akaleta. Kwa sababu gani? Shetani aligundua kwamba bado makanisa yako mbalimbali, independent churches, Protestant churches, Catholic nini, hii yote lazima ikuje pamoja, itengeneze umoja wa nini? Wa makanisa. Ndivyo ilivyokuwa baada ya vita vya pili vya dunia, umoja wa makanisa ulifanya nini? Ulitengenezwa. One council of churches. Sasa kanisa ni mwanamke na taifa ni mwanamume. Muungano wa taifa na kanisa, hiyo ndio wedding ambayo inafaa kushuhudiwa ile kanisa. Ndio hii harusi ifanyike, basi lazima ghasia na fujo na vita zishuhudiwe duniani. Wameanza polepole kutoka huku juu, Russia na Ukraine wanajaribu kulazimisha vita, lakini bado. Lakini kuna vile wanataka wengi waweze kupotea. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, uwe makini. Wengi lazima watapotea. Kwa sababu gani? Kuna wale ambao wanajiita wana matengenezo, wanajiita Waadventista, ambao wameinuka kutafuta kweli. Hawa pia lazima wapotee. Tutawapoteza namna gani? Sasa lazima tuweze kuweka tarehe na siku na nini ili sisi tunaaminika, watu wanaaminika kwa watu wa nini? Wasomi na watu wa unabii. Mnakumbuka kile kilifanyika 1842? Kulikuwa na unabii fulani, si ndio? Predicting the fall of the Ottoman Empire. Wakaweka hata tarehe na mwezi na kila kitu kulingana na unabii. Na ndivyo ilivyokuwa. Ilipofika tarehe ile na siku ile ufalme ukafanya nini? Ukaanguka. Wakasema, wow, unabii unaweza timia namna hii? Watu wengi wakaamini, hata wale ambao walikuwa nusu walikuwa tunaweza amini, lakini tunaona without them tunaweza amini, lakini unabii ule ulipotimia, watu wengi wakakuja kwenye imani kwa sababu nabii ulionekana ukitimia na ilikuwa ni kweli. Na Biblia inasema nabii atakapotoa unabii na unabii ule utimie, basi nabii huyo ni wa kweli. Kuna unabii ambao umeandaliwa
ili kuweza kushika dunia hii. Na watu wanaangaliwa ni hao. Nashangaa siku hizi nasikia watu wanafundisha mambo ya king of the north, king of the south and so on. I don't know why I'm not interested with that. Lakini Roho ananiambia kwamba hizo vitu zinaenda kutumika ili kuangusha wewe, kuwapata na wewe. Ni mambo ya kudaipati tu watu kutoka kwa kweli ambayo wanahitaji kujua. Ellen G. White alikuwa ametabiri akasema kwamba from now on there's no time set. No time set. Lakini watu wameanza kuweka time set. Watu wameanza kuweka time set. Sijui kama hapa kwenu wapo. Lakini hata huku kwetu wameanza kuingia. Waanza kupiga mahesabu. Mahesabu zinapigwa. And if you're interested in catching any new thing, basi utapata. Na hapo ndipo utafika mahali utatiwa muhuri mwingine ambao hautaweza kupita. Kumbuka, God is sealing his people and Satan is sealing his people at the same time. This is happening concurrently. Mungu anatia watu wake muhuri na shetani anaendelea kutia watu wake muhuri. Je, utatiwa na muhuri wa nani? Wale watakaotia muhuri wa Mungu ni wale ambao watakuwa wanalia na kutubu na kulia kwa ajili ya dhambi zinazoendelea kutendeka katika dunia, wakiomba kwamba sura ya Yesu Kristo iweze kuonekana ndani yao. Hao ndio watakaotiwa muhuri wa Mungu. Lakini huku kwingine kuna wale hawajali kuhusu tabia ya Yesu Kristo, kuhusu maisha ya Yesu Kristo, kuhusu kile ambacho kinahitaji kufanyika. They are not interested with any kind of truth ambayo inahubiriwa hapa. Shetani hapo ndipo ameweka mtego. Hivi kwamba kama unataka kuona unabii ukitimia, unabii unaenda kutimia. They are saying that the glorious land sijui Amerika, sijui Israeli, sijui nini. Sasa Israeli imeanza kurusha mabomu. Maana Amerika na hizo mafundisho zimejaa hapa hivi. Naamini unabii wao utagonga nini? Are we together? Yes. But the Pope has always been planning for this. Upapa umeandaa hii kitu imeiva. Tunaelewana? Yes. Previously, upapa ulikuwa umeandaa hata kuweza kudanganya watu wasiweze kuelewa juu ya abomination of desolation. Alifanya namna gani? Alifanya namna gani ili ataibati watu wasiamini abomination of desolation ni papasi? Antiochus Epiphanes alichukua nini? Nguruwe. Akapeleka wapi? Yerusalemu. Akaichinjia katika madhabahu ya hekalu. Wakasema hiyo ni abomination of desolation. When already God's people had known that the papacy ndio abomination of desolation. Sasa mahesabu zilipigwa vizuri, zikawekwa na zinaingiana vizuri. Napigwa hesabu hapo unaletea unaonyesha abomination desolation ndio hivi. Itakuwa tarehe fulani na ikaingia. So na sasa ameandaa unabii wa kwenda kuamsha wengi. Ametengeneza unabii ambao watu watakuwa wanacheza hapa na pale na taifa linaenda kuanguka hivi karibuni. Are we together? Kuna taifa linaenda kuanguka hivi karibuni. Hizi vita usikie ni vita ambavyo ni vya kawaida. Sio vita vya kawaida ndugu zangu. Sasa kwanza zinakuja zikienda lakini zinalenga hapo Israeli hapo. Yapo hapo tu. Utaona taifa fulani liko white completely na unaanza unabii. Na hiyo itakuwa imetabiriwa vizuri. Ukiona hii ikifanyika hivi ujue sasa hapo unabii umefanya nini? Umetimia. Watu wa Mungu hatufai kufutwa na unabii wa set time at any moment. Tunafaa kuangalia ndani ya mioyo yetu. Je, tumesafiwa? Tumetakaswa? Uwatakase katika neno lako ndilo? Have we been sanctified? That's the question. Je, tumesimamishwa katika kweli zote? Waadventista tunaaminika kupewa kweli zote na Mungu. Lakini watu wengi wameanza kuwekwa polepole kutoka kwa misingi hiyo imara. Na yeye alijua alionyeshwa watu wakishuka katika ile chukua iliyokuwa imara, wanaanza kuchunguza ambao wakisema hii itapigiliwa vizuri. Unaona hii ikitolewa tupigilie ingine kutoka hapa kuja hapa hii meza itasimama.
we were given the 28 fundamental principles. How have you studied those fundamental principles and allowed them to settle in you? Je, umejifundisha hizo fundamental principles ama unangojea zingine zitengenezwe? Hizo fundamental umejifundisha vizuri yako, maana shetani ataingia hapo. Hizo ndizo anataka zimolewe, zingine zifanye nini? Ziwekelewe. Msingi mmoja ambao watu wameachilia na hawataki kutumia ni msingi namba 3 about the Holy Scriptures. Yaani inaonekana kuwa rahisi. Holy Scriptures. Hii maandiko matakatifu. Ellen G. White plus the pioneers akiwa mmoja wao walikubaliana kwamba the Holy Scriptures is a full and a complete revelation of God's will, which is the only infallible way. Lakini siku hizi unasikia wana matengenezo wanasema hapana, it is the Bible and the spirit of prophecy. Wala kidogo, the only rule of faith and doctrine which is infallible is the Bible, according to fundamental principle number 3. Lakini utasikia wana matengenezo, the old teaching groups wanasema hapana, is the Bible and the spirit of prophecy. Eric anatuambia hapana, the spirit was not given to take the place of the Bible. Sasa kuna Biblia nyingine ambayo imeinuliwa, imeletwa imekuwa sawa na Biblia ambayo ni Old and New Testament. Inaitwa the spirit of prophecy. Why we love the spirit of prophecy? Why we stand by the spirit of prophecy? God had shown Nabii Ellen G. White kwamba hii Biblia God had guarded it. Sindio? Mungu aliilinda sana. Wakati nakala zake zilikuwa chache, watu fulani walikuja wakageuza maneno ndani. Sindio? Lakini alichoita na tuani basi naonekana. Even though the church, that's our writings page 220. Our writings page 220. Hata kama walibadilisha maneno fulani ndani ya Biblia, wakifikiria kwamba wanafanya mengine yaweze kuwa rahisi kueleweka, and tuambia hapana, they were mystified that which was plain. Kile ambacho kilikuwa kieleweke vizuri katika lugha iliyotumika ndani ya Biblia, walikuwa wanakifanya iweze kufichika. And that whatever they are written iweze kuliu or iweze kusupport their tradition and established view. And they are very true that tuambia kwamba hili neno la Mungu alileta hivi. First, connecting with portion, connecting with portion. It's a complete chain of truth. One verse linking to another and explaining another. That's how God had taken care of the Bible. In that one verse, haiwezi kasimamisha doctrine ama fundisho. Tuko pamoja watu wa Mungu. Verse moja wewe ukasimama na verse moja ukasema hapana. Si tunaelewa Biblia imesema ni hapa kidogo na hapa kidogo. Isaiah 28 verses 10. Here little. Line upon line, precept upon precept. That is how the Bible should be read. Lakini katika siku hizi za mwisho tumeshuhudia watu wanasoma fungu moja kwa Biblia kisha wanatoroka kwa spirit of prophecy ili kusupport hiyo fungu. Kile ninachowaambia watu wa Mungu ni kwamba waanzilishi wetu pioneers hawakujifundisha mafundisho namna hiyo. Walikuwa ni watu wasomi wa kitabu. Walikuwa wanasema sola scriptura, Biblia na Biblia pekee yake, Bible and Bible alone. That was the rule from the time of Martin Luther all down the road up to the time of the Advent movement. Walikuwa wanasema Biblia na Biblia pekee yake. Roho ya unabii ilipeanwa ili kuthibitisha kile ambacho walikuwa wamesimamisha kutoka kwa Biblia. Tunaelewana watu wa Mungu? Roho ya unabii haukupeanwa kuja kuleta fundisho lingine ambalo liko nje ya Biblia.
bali roho ya unabii ilipeanwa ili kuthibitisha kile ambacho kiko ndani ya Biblia. Maandiko yamesimamisha. Andiko hapa kidogo na andiko hapa kidogo na andiko hapa na andiko hapa. Wakaweza kusimamisha zile misingi ambazo ni 28 ambazo tuliweza kuwekewa. Watu wa Mungu, stepping off from those foundation, kutoka katika ile misingi, itakuwa it's another apostasy. Tunaelewana? Itakuwa ni uanguko mwingine. If we don't stand on that platform of the fundamental principles, basi tutakuwa tumeanguka. Mungu atujalie. Mungu atubariki sana. Tunapoenda kujifundisha Bwana. Unajua kuna watu ambao hawa special pioneers hawakuwa na hata references. Unajua sisi tuko na references. Wametutafutia, wameandika, sasa sisi ni kuangalia alafu confirm. So that we can do what? We can stand where they stood. Ni kuangalia, kuchunguza, confirm, ili na wewe usikuwe ni mtu wa kuchukuliwa hapa na pale by any wind of doctrine. Tuweze kusimama watu wa Mungu. Wakati wa kusimama ni sasa. Na kusimama hiyo ndio siri. Unaelewana? Kusimama hiyo katika mafundisho hayo, hiyo ndio siri. Sio tanada. Usifikirie ni mwingine atakuja upigwe pap, hakuna kitu kama hiyo. Ni kusimama katika ile misingi na kuithibitisha ili iweze kuwa ni misingi yako mahali unasimama. So that you cannot be moved. So that you cannot be moved. I'm here to stand and tell you God's people that kama mtachunguza maandiko, Shetani yuko pamoja na sisi. He's not fighting our battle. Shetani apigana na GC. Hii alimalizana nayo kitambo, akasaini mkataba. Mkataba iliingia kitambo. GC Satan is not there. Satan is here. He is following us day after day. Tusipokuwa uangalifu, basi tunaenda. And the dragon was wroth with the woman. Alikasirika na nani? Na mwanamke. Akaondoka kwenda zake kufanya vita pamoja na nani? Na masalio wa uzao wake. The remnants of her seed. Yaani wachache waliosalia. Wakisema Bwana, the Bible and the Bible alone. If you have never known, Seventh-day Adventist Church ilianza kupigwa vita Ellen G. White akiwa hai. Na kama si nabii ambaye alikuwa hai, hili kanisa likienda miaka ya 1890s. Likienda moja kwa moja. With the help of W.W. Prescott, with the help of A.G. Daniels, the longest serving president of the church. An example of a longest serving president, the current one, Teddy Wilson. A.G. Daniels served the church from 1901 to 1901 until 1920s. Miaka 20, jamaa anashikilia kiti. 1910 mtu aliona akasema hapana, wewe A.G. Daniels wewe ungefaa kuwa president for another 1 year. Ungeendelea. Lakini from 1910 baada akaendelea kwa miaka mingine 10 zaidi. Akiwa anazaidiana na W.W. Prescott. Watu ambao walikuwa wameanza kufundisha utatu, Ellen G. White alikuwa hai. Walimtuma Australia with a reason, kwa lazima, ili waweze kufundisha kanisa utatu. Wakaweka misingi. Wakishirikiana na kina Carol. Nakumbuka alikuwa ameanza kuandika mambo ya pantheism. Kusema kwamba Mungu ako ndani ya kila kitu. Mungu ako ndani ya mti, anaendelea kuumba matawi. Mungu ako ndani yetu. Hiyo jambo la ajabu.
Ellen White baada ya kumuonya na baada ya kupiga kelele, yule Herod aliweza kuondoka katika kanisa. Lakini W. Prescott, A.G. Gaines pamoja na wengine kama Russell walibaki ndani ya kanisa, wakaendelea kubadilisha kanisa. Ellen White alikufa hivi 1915, 4 years later 1919 walikuwa wameanza kubadilisha misingi ya Seventh Day. Katika conference inaitwa 1919 Bible Conference. If you forget about our history, then you have something to worry for. Are you together? We need to know our history. Mahali mvua ilianza kukinyeshea kama Waadventista wa Sabato. Now, some groups today are laying a foundation which I have termed the alpha of the last apostasy. Tuko pamoja watu wa Mungu? Mimi naita hivyo, si nabii anaita hivyo. Some groups or teaching groups today are laying a good foundation for the last apostasy ambayo inaenda kuangusha hili kanisa. Na hiyo itakuwa ni lazima. Apostasy nyingine mpya ni ile ambayo imekuwa ikisumbua Mungu tangu wakati wa Nuhu. Watu walianza kuabudu miungu. Nimrod ndio huyo, watu wakaanza kuabudu miungu. Ukiteremka ni hivyo, apostasy ni hiyo ni miungu kuletwa ndani ya kanisa la Mungu. Kanisa la Kirumi kuleta miungu. Kanisa la Waadventista kukubali miungu. Mungu anaita watu yake nje, shetani anarudisha miungu tena. So miungu inarudi. Halo? Miungu inafanya nini? Kama wana matengenezo, simameni imara kwenye msingi ulio imara. Leo tumejifundisha in our lessons about baptism. In what name are we supposed to be baptized? Name of Jesus. Ni katika jina gani? Jina la Yesu. Na ukipata mtu akipasa jina la Baba, Mwana na Roho, hiyo siko ndani ya Biblia. Sio ni jina. Halo. Sio kila ni jina. Sister Trofena, nikikwambia uende hapo nyuma ulete kikombe cha Kefa na cha Elda na cha Elda Rotus. Unaweza fanya hivyo tafadhali. Lete kikombe cha Kefa na cha Elda na cha Elda Rotus. Utaleta kikombe kingapi? Utaleta kimo? Kwa sababu nikwambia kikombe. Hiyo itatosha ikuwe yangu na ya huyu na ya huyu. Enda ulete kiti cha Kefa na cha Elda na cha Elda Rotus. Utaleta kimoja ama vitatu? Kimoja. Na kimoja nani atakalia? Nimekwambia ulete kiti cha Kefa na cha Elda na cha Elda Rotus. Utaleta kimoja? Sasa amesema tatu. Sijui. Sister Trofena. Hiyo umeelewa lakini? Go ye and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. How many names are you seeing there? Someone sing one name? Let us use the obvious language. Are we together? Hiyo yenye imetumika hapo, mimi sichatumika lugha nyingine fiche. Hapana, wewe umeelewaje hapo? Ni jina moja ama jina? Mimi nasikia ni majina matatu. Maana kuna jina la Baba na la Mwana na la
Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu tunaelewana? Ni jina moja hiyo ama matatu? Matatu. You need to understand a single language yenye imetumika hapo. Usiende kufikiria kwamba kuna kitu imefichika. Hakuna kitu imefichika hapo. Jina iko ya Baba, NG White anaelezea. Sasa kama uelewi, NG White atakuelezea. Jina la Baba, a personal God. Jina la Mwana, a personal Savior. Jina la Roho Mtakatifu, sent from heaven to represent Christ. How many are those? How many beings are those? Two. Are you together? Are you saying two? Now how many names? Three. One for the Father, another for the Son, another for the Holy Spirit. Now, hiyo inaitwa the Great Commission. Si ndio? Si ndio watu wa Mungu? Sasa tunaambiwa kwamba huwezi ukaproof kwamba hiyo itaongezewa. Siwezi ukaproof. Hauna proof. But now, Yesu alipokuwa anapeana hiyo commission, walikuwa wangapi wanamsikiza? How many were listening to Christ? 11 disciples were listening to Christ giving that commission. Now you have listened to Matthew narrate what he had. Amekuandikia, yeye alisikia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hebu tumuulize mwingine alikuwa huko. Marko alikuwa? Ndio. Marko alikuwa? Yes. Sinaye anaandika hivyo. Yes. Go ye to the whole world and preach to every creature. Sisi amesema yeyote aaminie na abatizwe na kwa jina langu watatoa pepo, watafanya hivi, watafanya hivi, watafanya hivi. Yeye atasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Now, in the Bible, when we open the Bible, ni hapa kidogo na hapa kidogo, si ndio? Nani mwingine alikuwa pale? Petro si alikuwa? Si Petro alikuwa? Acts 2:38. Mtu anisomea pale. Acts 2:38. Peter heard Christ one-on-one saying, asema namna gani? Yesu akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la nini? La dhambi zenu. Huyu ni Petro. Kwa nini sasa kusema kwa jina la Baba, Mwana na Roho? Si alikuwa? Tukisema kwamba Petro amekaidi Yesu, kwa tunasema kwamba mitume si wa kutegemewa. Petro akakaidi Yesu. Alisikia Yesu. Si ndio? Kuna shahidi mwingine. Sasa wamekuwa mashahidi wawili walisikia jina la Yesu. Si ndio? Luka sio Biblia. Hapo mmoja wa wanafunzi, si ndio? But was he inspired? Yes. Is Luke inspired? Yes. Luke 24:47. Luka naye anatia ushahidi chini, anaandika hivi ilivyokuwa. Tusikie Luke 24:47. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa. Na kwamba mataifa wote watafanya nini? Watahubiriwa. Go ye and preach to all the nations. Watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba. Kwa jina lake wahubiriwe, kwa jina lake habari ya toba. Ya toba na dhambi. Na ondoleo la dhambi. Those are three. Now I believe that Philip was also inspired. See, I touched upon it saying, the one who baptized the Ethiopian eunuch. Acts 8:16. Naye pia alibatiza watu kwa jina la nani? Inasema, maana bado hawajashukiwa hata mmoja. Maana baada ya kuwa hata mmoja aliyeshukiwa na Roho, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ila walikuwa wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Asante.
Petero anathibitisha hiyo jina ndio hiyo inafaa kufanya kazi. Petero anathibitisha. Wacha usikie Acts 10:8. Acts 10:8. Petro anathibitisha kwamba jina linafaa kufanya kazi ni jina la Yesu. Hiyo andiko inasema akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Peter anaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Asante. Paulo pia alikuwa inspired. Si ndio? Paulo aliitwa. Si ni mtume? Acts 19:5. Naye pia anabatiza. 19:5 nasema waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Kwa hivyo jina la kubatiza ni lipi? Jina la Yesu. Ni jina la Yesu bila shaka. Bila mashaka yoyote. Tusikanyage hapa na hapa. Lazima uamue ni wapi unafanya nini? Hapa kuna milango miwili, kuna mlango huu na kuna mlango huu. Kuingia hapa ndani. Milango ni miwili. Mlango mmoja ni wa Yesu. Tunaelewana? Mlango mmoja ni wa nani? Yesu. Wa Yesu, kwa jina la Yesu naingia. Mlango mwingine umeandikwa kwa Baba, Mwana na Roho. Wewe utapita kwa nani? Ingekuwa milango mbili inaingia mahali. Na hiyo mahali wakiwa ni kanisa. Mlango mmoja umeandikwa kwa jina la Yesu naingia. Mwingine Baba, Mwana na Roho unaingia. Ni gani umepitia? Kwa Yesu. Kwa nini? Wakolosai 3:17. Wakolosai 3:17 kisha nisome futi moja nimalizie pale. Wakolosai 3:17 Biblia inasema hivi. Inasema na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Ngoja kidogo, fanyeni yote isipokuwa moja kwa jina la Yesu. Ndio nimesema fanyeni yote kwa jina la nani? La Yesu. Kwa tendo ama kwa neno? Kwa jina la Yesu. Sasa imetupatia option ya kuepa kidogo. Hebu tusikie nabii akiongea Ellen G. White. Lakini ningependa ukuwe very careful. Acts of the Apostles 28 paragraph 2. 28 paragraph 2. Ningependa tusome hiyo ndio ya mwisho. Hiyo ndio ya mwisho. Ni kwa nini nileta fundisho hili? Of late imekuwa ni kinyang'anyiro hapa nje. Na kuna wale wanasema without Matthew 28:19 wao utaona hata sasa lazima tuseme ukweli, tuambie watu wetu msichukuliwe by any wind of doctrine. Because sisi tuko na misingi imara ambao ni fundamental principles. Tunaambiwa kwamba they were based on unquestionable authority. The fundamental principles based on unquestionable authority. Hiyo wewe ukauliza Yesu mwenyewe alisimamisha hiyo misingi. Leta andiko. Inasema 28 paragraph 2. The disciples were to carry their work forward in Christ's name. Kwa kidogo. Mitume walikuwa wapeleke kazi yao mbele kwa jina la nani? La Yesu. La Yesu. They are every word and act. Kazi gani walikuwa wanaenda kufanya? Si ndio? Waponye watu, si ndio? Wabatize, si ndio? Wafundishe. Hii yote ni wakati wakati ya work forward in Christ name. Kwa jina la Yesu. Endelee. Their every word and act was to fasten attention on His name. Kila neno lao ama kila tendo lao lilikuwa lishikanishwe na jina la nani? La Yesu. As possessing that vital power, Kwa sababu hilo jina liko na ule uwezo ama nguvu by which sinners may be saved. kupitia kwayo wenye dhambi wataokolewa kwa jina la nani? La Yesu. Their faith was to center in Him who is the source of mercy and power. Huyu ni nani? Christ. Yes. In His name, Katika jina lake they were to present their petition to the Father. hata katika maombi waombe kwa jina la Yesu. And they will receive answer. na wangepokea jina. They were to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kama uko na kitabu ungependa uanze kuangalia hapo.
they were to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They were. Wale wanasikia Kizungu, mimi si mwalimu wa Kizungu. They were to baptize. Hii inamaanisha nini? Wangebatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini nyinyi mnajuaje? Walibatiza kwa hiyo jina? Walibatizaje? Kwa jina la Yesu. Walibatiza kwa jina la Yesu. Lakini huyu nabii wetu leo anasema wangebatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini Biblia imetuambia kwamba walibatiza kwa jina la nani? Yesu. Yeye anamaanisha nini? Are you seeing anything? Nabii yetu anajaribu kusema mitume hawakuelewa. Wangetumia ile formula ya kwanza, Baba, Mwana na Roho. Hebu tena kumaliza nabii akimaliza. Christ's name was to be their watch one. Christ's name was to be their watch one. Their badge of distinction. Their badge of distinction. Ngoja kidogo, watoto wa shule wakifalia patches hazifanani, si ndio? Wewe kama ni mwalimu na utii watoto unaangalia badge. Akipita wewe unaenda wapi? Wanafunzi wa shule yako wanafaa kukaa pale. Badge of distinction ni jina la Yesu. Mitume wakipita mahali, yaani ukisikia wakisema kwa jina hilo, au unajua ni mitume? Their badge of distinction. Their bond of union. Bond of union. Yaani ile nguvu ya kushikanisha hawa ilikuwa ni jina la Yesu. The authority for their course of action. Authority for their course of action. Kama ile ubatizo hiyo jina iko hapo linamaanisha authority. Authority ni jina la Yesu. Taramuka. And the source of their success. And their source of success. Nothing was to be recognized. Sasa hapo anza kusikia tena. Nothing was to be recognized in his kingdom, in Christ's kingdom, that did not bear his name, that did not bear his name, and superscription. Nothing. Niwaulize, sasa ubatizo imepatikana hati hapo? Ama ni mimi nimesikia peke yake? Hakuna kitu kingekubalika katika ufalme wake kisichofanya nini? Kisichoonekana kikibeba jina la Yesu. Nothing was to be allowed, accepted in his kingdom without bearing his name and superscription. Sasa hiyo ubatizo ambao iko hapo katikati, are we together? Imebeba jina la nani? La Baba, la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Majina mangapi? Matatu. Sikuwa na time nifanye uchunguzi kwa hiyo yaani sina time niweze kuonesha vile hiyo line ama mstari huo uliweza kuingizwa. Are you together? Take your time. Take your time. The church is saying take your time. Yes. You're saying next time. Why don't you continue in the afternoon? Because yes. There's a proposal. It's 1:38. There's a proposal that we can pause a little bit, and then the afternoon we can now proceed deeper. Are we together? Deeper to see how that statement got its way there. Tuko pamoja? Na zingine nyingi ambazo tutaangalia zinaongea kuhusu haya maneno. Na watu wamekuja kutuambia hapana, nabii alisema. Tunaelewana watu Mungu? Nabii alisema nini? Tutajuaje kama kweli nabii alisema ama hakusema? Because hapa katika hiyo statement tumeona contradiction already. Hiyo quote peke yake iko na contradiction. Nothing, lakini katikati ubatizo peke yake hii wacha ichukue hizi. Vingine vyote tumia hiyo jina. Lakini ubatizo kiingilio ya kanisa ikuwe na hiyo jina. Are you together about people? Sasa hapo nataka kuangalia vizuri. Sijui nataka niombe. Maana nimeliandaa hilo somo kidogo. Ni kwa sababu of late watu wameanza kuchukuliwa
mafundisho mapya. Kuna fundisho linaitwa 25-20 ambalo waasisi wetu walikataana nalo. Lakini watu wa Mungu kwa sababu wanataka kusikia mambo mapya na kuona mahesabu zikipigwa fani, wanasema hapana, tufuate. Wakiingia hapo, ubatizo ni mwingine. Njia hiyo nawaambia ni njia ya kupeleka watu katika upotevu. Yes, sir. Napendekeza tukomee hapo, lakini baada ya mkuu nami nakubaliana na wewe kwa sababu ya muda. Mimi nilikuwa nimeshaona muda, ndio maana nikasema kwamba labda baadaye, sina muda kwa sasa kuelezea zaidi, lakini tuweze kuendelea zaidi after lunch. Ndani kabisa we dig deeper and understand these statements, because maneno yanayotumika kuwaelimisha watu kwamba hiyo ndio formula ya ubatizo ni maneno ya Ellen G. White. Na yaliandikwa na nani? Mwaka gani? Iliingiaje? Kitabu kinachotumika zaidi ni kitabu cha D.A. Kaangalia zaidi kitabu hiki nani alikiandika. Are you together? Hayo ni mambo baadhi ya mambo ambayo tutaangalia after lunch ili tuweze kuelewa zaidi, tusije tukashika kitu ambacho hakina msingi halisia ambao ni Biblia. If we stand by the Bible, I propose to you mwende kusoma topic in Great Controversy inaitwa The Scripture a Safeguard. Nenda mkasome hiyo topic tafadhali. Muirudie na kurudia. It will help you to stand. God bless you. Amen. Bless you. Baba wetu na Mungu wetu, Mfalme wa mbinguni na ardhini, Muumba wa vitu vyote, tunakuja mbele zako tukisema ni asante kwa sababu ya siku hii. Asante kwa sababu ya watu wako, na asante kwa sababu ya somo ambalo tumelianza. Naomba kwamba baada ya makuli, Baba yetu, ulinde fikra zetu, ulinde mawazo yetu, yasichafuke, bali Baba yetu utakapokuwa unatuelekeza, maana ni wakati wa kutiwa muhuri, tuomba tuweze kuamini na kutulia katika kweli zote, maana kweli hii ndio inayotutakaza, na katika kweli hii tutapata wokovu. Maana mwana wako na Yesu ndiye njia na ndiye kweli na ndiye uzima. Tulinde na ubariki hata chakula tutakachokuwa tunatumia, ili kifae tupatie afya nzuri na usikifu mwema tutakapokuwa tunaendelea, ili jina lako mwisho wa siku lipate kuinuliwa. Asante kwa wema wako na fadhili zako asubuhi yote na hata kufikia mchana huu ambapo tunatamatishia vipindi hivi, katika jina la Yesu tumeomba.